Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu katika kapu la habari. Leo tuko nami Abdurrahim Salum Japan takuletea habari za kitaifa, na hapa baadaye nitakujuza tutakuwa nani katika habari za kimataifa. Lakini kabla yote mtazamaji, tuanze na mukhtasari wa yale nitakayokuwasilishia siku hii ya leo. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu aagiza mkandarasi kukamatwa na kuzuia hati yake. JAI mkoani Kigoma waomba kuungwa mkono katika kusaidia jamii yenye uhitaji. Na katika habari za kimataifa, Australia yapiga marufuku mitandao ya kijamii kwa watoto chini ya miaka 16. Na mtazamaji, kabla ya kulianza kapu la habari kitaifa, nikukumbushe pamoja na kupatikana kupitia kisimbuzi cha Azam, Mahasin TV pia inapatikana kupitia mtandao wa YouTube ambapo utaandika Mahasin TV official channel, utaweza kuvinjari vipindi mbalimbali likiwemo kapu la habari. Tulianze kapu la habari kitaifa tukiangazia ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba huko mkoani Singida. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba ameelekeza Jeshi la Polisi na Uhamiaji kuhakikisha wanamkamata na kuzuia hati ya kusafiria ya mkandarasi anayejenga mradi wa kituo cha ukaguzi cha pamoja kilichopo Muhalala mkoani Singida. Rajab Shaban Matuga anatupa masimulizi ya taarifa hii. Dkt. Mwigulu amesema kuwa mkandarasi huyo aliaminiwa na serikali kwa kupewa ujenzi wa mradi huo wa kimkakati uliosimama kwa zaidi ya miaka 8 tangu mwaka 2016. Mradi huo unaojengwa na kampuni ya Impresa ulipaswa kukamilika mwaka 2018. Ametoa agizo hilo alipokagua mradi huo katika ziara yake ya kikazi mkoani Singida. Amefilisika, ameng'ang'ania mradi, amesitisha mradi bila ridhaa ya serikali, ameambiwa arudishe fidia, hajarudisha. Ninazo taarifa akasema aandikiwe barua, akaandikiwa barua na leo hii hajaja. Hii ni dharau kwa nchi yetu, hii ni dharau kwa Waafrika. Sasa naelekeza kamishna wa uhamiaji, kamata pasipoti yake, asitoke nje ya nchi mpaka jambo hili liishe. Hii ni hujuma ya wazi wazi, hii ni dharau ya wazi wazi anaifanyia nchi yetu. Aidha, Dkt. Mwigulu amewatahadharisha wakandarasi wa nje wanaokuja kufanya kazi hapa nchini kutambua kuwa Tanzania imewaajiri na wasione kama wao ni mabosi. Na nitumie jukwaa hili, Mheshimiwa Waziri, waelekeze wakandarasi wote, kila ambaye amepewa kazi apime kabla hatujafika kama kazi ile inaendana na fedha ambazo wameshapokea. Haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais anataka kila mradi thamani ya fedha iendane na kazi ambayo imeshafanyika, na sisi wasaidizi wake tutafuatilia maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Tutafuatilia hatua kwa hatua, tutaangalia thamani ya mradi kama inaendana na fedha ambazo wameshapokea. Hatuwezi kuruhusu watu wacheze nchi yetu. Kwa upande wake, Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega ameeleza baadhi ya faida zitakazopatikana kupitia mradi huo wa kielelezo. Kuna faida nyingi sana, faida ambazo zitalisaidia taifa letu. Kwanza, kuokoa fedha nyingi tunazoziweka katika barabara, kwa sababu tutakapopima
uzito wa magari ndipo tutakapotunza barabara zetu. Lakini pia vile vile eneo hili litakuwa ni eneo la kibiashara, kwa sababu watu watapata nafasi ya kuuza biashara hapa, na kwa hivyo vijana na wakina mama watapata nafasi ya kutengeneza fedha za uchumi wao. Sisi Wizara ya Ujenzi ni wajenzi na tuko tayari kujenga. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo ambayo tumeangazia ziara ya Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba huko mkoani Singida, tutoke mkoani Singida moja kwa moja tuelekee huko jijini Dodoma ambako Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega ameagiza kuwekwa ndani kwa wakandarasi wa kampuni ya China Fast Highway Engineering kutoka China inayotekeleza ujenzi wa sehemu ya barabara ya Ntyuka Mvumi Hospitali Kikombo mkoani Dodoma yenye urefu wa kilomita 53 kwa kushindwa kutimiza masharti ya mkataba. Bilal Seifuriam anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Na katibu mkuu, hawa ni aina ya watu wazembe. Tumeshawalipa pesa 9.6 billion Tanzania shillings. The taxpayers money. Kulipeni fedha walipa kodi na hamfanyi kazi, mmepumzika, na mna mikataba mingine mitatu ukiacha huu na sisi, hamfanyi vizuri, hamnishawishi kuendelea hata na hiyo mikataba mingine mitatu na ninyi. Ni Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega akieleza kutoridhishwa kwake na utendaji kazi wa kampuni ya China Fast Highway Engineering ambayo tayari imeshalipwa kiasi cha shilingi bilioni 9.68 kutekeleza ujenzi wa sehemu ya pili ya barabara ya Ntyuka Mvumi Hospitali Kikombo kilomita 53, ujenzi ukiwa umefikia 2% tu. Leo ninawakuchukueni kwa kuwa wataalamu wangu wamefanya jitihada nyingi sana za kuhakikisha kwamba mnashtuka juu ya fedha hizi tulizowalipa, lakini hamshtuki. Kwa hivyo wewe leo ni halali yetu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, mkuu wa wilaya mtamchukua huyu bwana na timu yake, wawekeni ndani, watu TAKUKURU mtafanya nao mahojiano, na mimi niandalieni barua ya mawasiliano na waziri wa mambo ya nje. Yeye atafanya kazi ya kuzungumza na balozi wao ili hao higher level meeting au higher level bosses wao ambao wameitwa muda mrefu waje kujadili jambo hili baada ya kuwa tumewalipa fedha wamedharau. Aidha, Waziri Ulega amemtaka mkandarasi wa kampuni ya Chiko anayejenga sehemu ya Ntyuka Mvumi Makulu kilomita 8.6 na Kikombo Chilolo Mapinduzi kilomita 16.4 ongeza kasi ya ujenzi wa daraja kabla ya kipindi cha mvua natarajiwa kuanza hivi karibuni. Utekelezaji wa mradi katika eneo hili la barabara la kilomita 16.4 unaendelea, ambapo kwa eneo hili tulilopo hapa la access road ambayo inaenda kuunganisha na barabara yetu kuu ya kilomita 5, mkandarasi ameshatekeleza jumla ya kilomita 5 ambazo ziko kwenye hatua za mwisho. Sehemu chache zimebakia na kazi ndogo ya CRR, lakini sehemu kubwa iko kwenye hatua ya kuweka lami nyepesi ambayo inasubiria kuweka lami. Kulingana na mpango kazi, mkandarasi anatarajia baada ya kukamilisha lami upande wa Ntyuka, vifaa vyote vitahamia upande huu kukamilisha sehemu yote ambayo tayari imeshaandaliwa kwa ajili ya kupokea lami. Na shukrani sana Hilal Seifuriam kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Dodoma. Mtazamaji, tutoke mkoani Dodoma moja kwa moja tuelekee huko mkoani Kigoma ambako jumuiya ya kuhuisha tabia za Kiislamu JAI katika mkoa wa Kigoma imeeleza kukabiliana na changamoto mbalimbali katika kutekeleza shughuli zake, ikiwemo ukosefu wa gari la wagonjwa, hali inayotatiza jitihada zake za kuhudumia jamii ya watu wenye uhitaji. Taarifa yake Emmanuel Matinde kutokea huko mkoani Kigoma inasimuliwa hapa studio na Zuberi Mgaya. JAI ni jumuiya inayojishughulisha na shughuli za kijamii ikiwemo kusaidia mahitaji ya kiutu hususan kwa wagonjwa katika hospitali za serikali, ambapo JAI mkoani Kigoma kutoa huduma za chakula na mahitaji mengine kwa wagonjwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Maweni. Akizungumza mara baada ya mwenyekiti wa taasisi ya The Islamic Foundation, katibati wa JAI mkoa wa Kigoma Bi Siasa Juma Barakabise ametoa ombi kwa taasisi hiyo kusaidia kutatua changamoto zinazotatiza huduma za JAI ikiwemo ukosefu wa gari la wagonjwa. Hivi karibuni tumeanzisha zahanati yenye lengo la kutoa huduma za gharama nafuu
kutoa baadhi ya huduma bure kwa wazee na kutoa bure huduma za tohara. Kwenye shughuli kama hizi hatukosi vikwazo au hakukosi changamoto. Changamoto zetu kama ifuatavyo: ukosefu wa gari la kubebea wagonjwa ambalo tuna imani tungekuwa nalo lingerahisisha sana na kuwasaidia wale wanaoshindwa gharama za kufuata huduma za kibingwa katika hospitali za Bugando, Muhimbili na kadhalika, ambao wengi wao ni dhaifu hali sana, wanapoteza maisha kwa kukosa huduma hizi. Mwenyekiti wa taasisi ya The Islamic Foundation Arif Nahdi amepongeza kazi inayofanywa na JAI Kigoma, akiwaahidi kusaidia kupatikana kwa gari la wagonjwa. Na wallahi tunasema katika taasisi ambayo inafanya kazi yake vizuri inavyotakiwa ni JAI. Sitaki kusema mengi jamani, watu wamezungumza mengi hapa ofisini, katibu kasifia. Yaani nyinyi mnastahili sifa zote na mnastahili radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kupeni muendeleze kazi. Labda nirejee katika maombi yako mama uliosoma hiyo barua, kwamba sisi tupokuwa ofisini kule nililitaja moja bila kujua nyewe barua yenu imeandikwa nini. Nimeitoa mwenyewe kabla yangu kwamba sisi ni daraja, tutawajaribu kusaidia kupatikana kwa ambulance hapa. Afisa ustawi wa jamii katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Kigoma Maweni, Bi Adela Longini amesema mchango wa JAI umekuwa sehemu muhimu katika huduma za hospitali hiyo, ambapo kwa kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Novemba mwaka huu JAI imetumia zaidi ya shilingi milioni 7 kusaidia wagonjwa wenye mahitaji mbalimbali. Idadi ya wagonjwa waliohudumiwa ni 197, idadi waliopata CTF ni 17, idadi ya waliopatiwa nauli ni 7 kwenda Muhimbili na Bugando, idadi ya wagonjwa waliofariki na kuzikwa na JAI ni 5, lakini pia JAI wanasaidia pia hata wakiwa kule Muhimbili au wakiwa Bugando, ukiwaambia tu wamekwama huko wameshindwa kurudi, unawaambia JAI wanawasiliana nao, wanawapatia nauli, wanawarejesha kurudi Kigoma. Kwa hiyo JAI wamekuwa ni watu wa msaada sana kwenye hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Maweni Kigoma. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya kwake Emmanuel Matinde iliyosimuliwa hapa studio naye Zuberi Mgaya, inatufanya tutoke huko mkoani Kigoma tuje kanda ya Ziwa, tukielekea huko mkoani Mara, ambako jeshi la polisi mkoani Mara linamshikilia Hamisi Magesa Nyamuhanga, mkazi wa Mkenda, manispaa ya Musoma, kwa tuhuma za kumuua mke wake Bi Tausi Oganga kwa kumnyonga na nywele za rasta kutokana na ugomvi wa familia. Tupate taarifa kamili. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mara, kamishina msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Saka Pius Rutumo, ameelezea chanzo cha tukio hilo. Tarehe 19 mwezi wa 11 2025 majira ya saa 11 za jioni, siku ya tukio, mwanamke aliandaa chakula kwa ajili ya mume wake, na mume ambaye ni mtuhumiwa alimtaka mke wake aanze kula yeye chakula hicho ili kumwaminisha kuwa chakula hicho hakikuwa na sumu au hakikuwa na kitu chochote kibaya. Mwanamke alikataa kula chakula hicho, na kutokana na mwanamke kukataa kula chakula hicho, mume ambaye ni mtuhumiwa aliamini kuwa kumbe chakula hicho hakikuwa kizuri ama kilikuwa na sumu. Mtuhumiwa alitumia rasta za huyo marehemu ambazo zilikuwa ni ndefu kumnyonga shingo mke wake marehemu mpaka kufariki dunia. Aidha, Sakapulutumo ameelezea jinsi ambavyo taarifa za tukio hilo zilivyopatikana mara baada ya mtuhumiwa kutoa taarifa kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa na kukiri kufanya tukio hilo. Mtuhumiwa huyu baada ya kutekeleza unyama huo alitoweka nyumbani pale, lakini baadaye alimpigia simu mwenyekiti wa serikali ya mtaa akimjulisha tukio hilo kama ambavyo nimeeleza. Lakini baada ya kujulisha hivyo, aliendelea kupotea kusikojulikana, na jeshi la polisi lilifika eneo hilo na kufanya taratibu za kipolisi na kumchukua mwili wa marehemu na kumpeleka katika hospitali ya manispaa ya Musoma. Awali, mjumbe wa serikali ya mtaa wa Mukendo, Bistera Daudi, ameelezea jinsi ambavyo walivyobaini baadhi ya viashiria vya hofu na uhalifu kutoka kwa mtuhumiwa huyo. Taarifa za tukio nimepata baada ya saa 8. Kwanza nikashtuka kumwona yule muuaji
ambaye ni mume wa huyu dada marehemu anakusanya vitu, anawapa watu, alikuwa na duka, anawapa watu vitu dukani. Nikashtuka, nikaona ile anaelekea wapi, nikapuuzia. Kufika kama saa 10 kasoro hivi namuona mwenyekiti anakuja. Ananiambia mjumbe, una taarifa gani? Nikamwambia sina taarifa yoyote. Akasema mbona hapo kuna mauaji hapa, Hamisi ameua mke wake. Ndio tukaungana na mwenyekiti, then ndio mambo yakawa kama hivi. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo ya tanzia kutokea huko mkoani Mara, hivi sasa tunapanda jahazi kwa pamoja, mimi na wewe, tukielekea huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Unguja, ambako waziri wa nchi ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ, Idris Kitwana Mustafa, amewataka viongozi na watendaji wa wizara hiyo kutoa ushirikiano katika utendaji kazi ili kufikia malengo ya wizara. Hilal Seif-Riame anakuja na undani wa taarifa hii. Ameyasema hayo wakati wa makabidhiano ya ofisi yaliyofanyika katika ukumbi wa ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ zilizopo Vuga, mkoa wa Mjini Magharibi. Amesema matarajio yake ni kuona wizara hiyo inaendelea na utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimaendeleo na kuhakikisha wanafikia malengo ya serikali yanafikiwa na kuwafikia wananchi. Nafikika, itaendelea kufikika ili tuone kila kinachotakiwa kufanyika na maendeleo ya wizara yetu hii yaweze kufikiwa. Niombe mashirikiano yenu makubwa sana. Roho yangu inaniambia nimeenyejika kwa sababu sijatoka kwenye kaliba nyingine. Nimetoka kwenye kaliba hii ya tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ. Aliyekuwa waziri wa tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ, ambaye sasa ni waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi, Masudi Ali Mohamed, amesema ataendelea kutoa ushirikiano wakati wowote, kwani serikali inafanya kazi kwa kutegemeana. Katika kipindi changu cha miaka 5 hapa tumelipa mashirikiano makubwa sana. Tumefanya kazi kwa pamoja na kimsingi yote yaliyopatikana wala haikuwa kwa sababu ya waziri, yalikuwa ni kwa ajili yetu sote. Patieni mashirikiano yasiokuwa na mipaka, Mheshimiwa Waziri wetu. Muamini tu mafanikio yatakayotokana na wizara hii hayatakuwa ya kwake peke yake, yatakuwa ni ya wizara nzima. Kwa upande wake, katibu mkuu ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ, Isa Mahfudhu Haji, amesema wizara imepata kiongozi kutoka katika ofisi hiyo, hivyo ana imani kuongoza vyema wizara hiyo. Tutakuwa tunajuzana na mengine ambayo huyafahamu, lakini all unayafahamu kwa sababu wewe ni part and parcel yetu sisi. Tunafurahi kwamba katoka mtu kwenye taasisi ambayo iko kwetu sisi na kila kitu anakifahamu na sisi wenyewe binafsi unatufahamu. Na shukrani sana Hilal Seif-Riame kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko kisiwani Unguja. Mtazamaji, bado tunaendelea kusalia huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu. Tukitoka kisiwani Unguja moja kwa moja kuelekea huko kisiwani Pemba, ambako maafisa ugani wanaoshughulikia uchumi wa buluu wameiomba serikali kuwaongezea nguvu kazi katika kuhakikisha wanarahisisha utoaji wa huduma bora kwa wananchi wanaojishughulisha na uzalishaji wa bidhaa za baharini ikiwemo mwani. Taarifa yake Jumaa Saifu inasimuliwa hapa studio. Wakizungumza katika mafunzo ya utoaji wa huduma za ugani kwa maafisa ugani, wakulima wa mwani na mazao ya baharini huko Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, maafisa ugani wameeleza changamoto zinazokwamisha utekelezaji wa majukumu yao, ikiwemo kukosekana kwa taarifa sahihi za uzalishaji kunakosababishwa na ukosefu wa vifaa vya kisasa. Kufikisha huduma kutokana na huduma Pemba nzima kutokana na afisa tupa kidogo. Lakini chengine ni jiografia ya Pemba ambayo bado inatupa vikwazo. Leo tuchukulie yupo mtu wa dagaa anasafirisha kutoka, anapeki mzigo wake Wesha. Inatuia ugumu sisi kutoka hapa kwenda kumkagua yule, labda na roba zake 4 au 5 kwenda kumkagua kule, alafu ndo tumpe kibali. Lakini pia hatupati data sahihi kwa sababu hatuwezi kwenda kule. Kwa hiyo pendekezo langu ni kuwepo kwa vifaa vya kisasa. Kwa mfano kama vile vipima joto, vipima asidi ya maji, lakini na vifaa ambavyo kwa vitawezesha kutatua lile changamoto ambayo kwa inamkuta mkulima. Bi Asha Bakari Masudi ni afisa kutoka idara ya maendeleo ya uvuvi, amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea uwezo maafisa ugani kwenda kutoa huduma bora kwa jamii ya wavuvi nchini.
Haya mafunzo yanalenga kujenga uwezo kwa maafisa uvuvi ili waweze kutoa huduma bora zenye ufanisi zinazolenga mahitaji ya wakulima wa mwani, wafugaji pamoja na wavuvi. Lengo hasa kuu ni kujenga uzoefu wa maafisa uvuvi katika kutoa huduma bora za ugani kwa wakulima wa mwani, lakini malengo mahsusi hasa ya kuandaa haya mafunzo ni kuelewa dhana ya ugani juu ya kilimo cha mwani au ya sekta ya uvuvi. Awali, mratibu wa idara ya maendeleo ya uvuvi kisiwani Pemba, Omar Juma Suleiman, amewakumbusha maafisa ugani kuwa wao ni kiungo muhimu, hivyo ni vyema kufanya kazi kwa mashirikiano ili kukamilisha malengo ya wizara. Maana yake tufuatilie mambo kwa wakati na kwa mashirikiano ya hali ya juu. Wewe kama afisa ugani au afisa kiungo katika wizara yako, katika wilaya yako au katika diko lako, unatakiwa kusimamia mambo yote ambayo yanahusiana na Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi, ikiwemo ukulima wa mwani, ufugaji wa samaki, uvuvi na mambo mengineyo. Na mtazamaji, leo Novemba 21 dunia inaadhimisha siku ya televisheni, ambayo ni siku maalum iliyoanzishwa na Umoja wa Mataifa kwa lengo la kutambua mchango wa televisheni ama runinga katika kuhabarisha, kuelimisha na kuunganisha jamii. Basi mtazamaji, kabla sijahitimisha, ni kuache na makala fupi inayoangazia siku hii ya runinga duniani. Ni Novemba 21, ikitambulika kama siku ya televisheni duniani kote, ambayo ni siku maalum iliyoanzishwa na Umoja wa Mataifa kwa lengo la kutambua mchango wa televisheni, yaani runinga, katika kuhabarisha, kuelimisha na kuunganisha jamii. Ni takribani miongo kadhaa sasa, television imeendelea kuwa chanzo muhimu cha habari na burudani, ikitoa majukwaa ya mijadala ya kijamii, matangazo ya moja kwa moja na vipindi vinavyogusa maisha ya watu. Mambo mengi duniani, yakiwemo ya siasa, kijamii, kiuchumi, yameendelea kuimarika zaidi kupitia television, ambapo watu wengi hupata wasaa wa kujumuika katika masuala hayo kupitia television. Takribani nchi zote duniani zimekuwa na mwongozo maalum katika television, ambapo kwa nchini Tanzania ipo chini ya mwongozo wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA. Hata hivyo, wataalamu wa mawasiliano wanasema kuwa katika miaka ya karibuni kumekuwa na mabadiliko makubwa katika tabia za utazamaji kutokana na ukuaji wa teknolojia. Matumizi ya simu janja na majukwaa ya kidijitali yameongezeka kwa kasi, yakitoa mbadala mpya wa kupata taarifa na burudani, ambapo kupitia simu watu hupata habari za haraka, kutazama vipindi na kufuatilia matukio kupitia mitandao ya kijamii, jambo linalochochea kushuka kwa idadi ya watazamaji wa televisheni ya kawaida. Hali hiyo imepelekea wataalamu kuendelea kubuni mbinu mbalimbali zitakazowezesha kuwavutia watazamaji kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia duniani kote. Hali kadhalika, televisheni zimeanzisha mbinu ya kutumia mitandao ya kijamii kurusha vipindi vyao moja kwa moja ili kuwafanya watazamaji kuona kinachoendelea kupitia simu zao za mkononi katika akaunti zao maalum. Katika kuadhimisha siku ya television duniani, Mahasin TV tunaiasa jamii kuchagua vyanzo sahihi na vinavyoaminika vya habari kwa kutambua nafasi ya kipekee ya televisheni kutoa taarifa sahihi na za kina kwa umma. Pia Mahasin Television hatukubaki nyuma kumfikia mtazamaji wetu popote atakapokuwa, aidha kupitia simu yake ya mkononi. Endapo atakuwa na app yetu, basi ataendelea kuelimika na kuhabarika. Basi mtazamaji, kwa makala hiyo ndio mwisho wa kapu la habari kitaifa. Tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea nitakujuza tutakuwa na nani katika habari za kimataifa. Usibonyeze kitufe. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na mtazamaji, shukran sana kwa kuendelea kuwa nami, na kwa wewe mjiunga nami hivi sasa. Kinewani ni kapu la habari. Hivi sasa ni wasaa wa habari za kimataifa kama zilizoona al-akhi Zuberi Mgaya. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Waziri wa viwanda na biashara nchini Sudan, Mahasin Ali Yaqub, amesema kuwa zaidi ya viwanda 1800 vimeharibiwa na kikundi cha waasi wa kikosi cha msaada haraka RSF katika jimbo la Khartoum. Akizungumza Alhamisi Novemba 20 ya mwaka huu 2025, Yaqub amesema kikundi cha waasi kimeharibu viwanda 1877 katika jimbo la Khartoum, vikiwemo 553 vilivyoharibiwa kabisa na viwanda 1267 kuharibiwa kwa kiasi. Katika kikao na waandishi wa habari mjini Port Sudan, waziri huyo ameongeza kuwa uchunguzi wa uharibifu uliofanywa na serikali baada ya kurejesha udhibiti wa Khartoum kutoka kwa waasi ulionyesha kiwango kikubwa cha uharibifu. Aidha, amebainisha kuwa mashambulizi mengi ya waasi wa RSF yalilenga miundombinu ya viwanda, hususan vifaa vya mifumo ya nishati, ili kuzuia kuanza tena kwa shughuli za uzalishaji katika mji mkuu. Yaqub ameongeza kuwa sekta ya viwanda imekumbwa na uharibifu mkubwa na wa kimfumo, hali inayosababisha kusitishwa kabisa kwa uzalishaji katika viwanda vya Khartoum, Al Jazeera na Sino. Amesisitiza kuwa mashambulizi ya waasi wa RSF yamelemaza kabisa sekta ya viwanda nchini Sudan na kulazimisha taifa hilo kuagiza mahitaji yake ya msingi kutoka nje. Kwingineko, serikali ya Marekani imetangaza kuwa mkutano wa 4 wa kikundi cha usimamizi wa pamoja juu ya utekelezaji wa makubaliano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda uliofanyika Washington DC siku ya Jumatano na Alhamisi Novemba 20 ya mwaka huu 2025, ukilenga kujadili awamu ya pili ya utekelezaji wa makubaliano yaliyosainiwa mwezi Juni mwaka huu. Mikutano hii inahusisha kikundi kinachojulikana kama mfumo wa kuratibu usalama pamoja, likijumuisha wakilishi wa DRC, Rwanda, Marekani, Togo na Umoja wa Afrika. Lengo ni kutekeleza mpango wa kuondoa kundi la FDLR linalopinga serikali ya Kigali na kushughulikia na hatua za usalama zinazochukuliwa na Rwanda kama ilivyokubaliwa kwenye makubaliano. Washington imesema kuwa duru za awali ya mikutano ya JSCM ilijumuisha kubadilishana taarifa za kijasusi na kutoa taarifa kuhusu jitihada za serikali ya DRC za kuwashawishi wanachama wa FDLR kuacha silaha na kurudi nyumbani. Kauli ya pamoja iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inasema kuwa mkutano wa 4 wa JSCM ulifanyika siku 2 zilizopita, ambao ulianza kujadili awamu ya pili ya mpango huu, ikiwemo utekelezaji wa kuondolewa kwa FDLR na kufutwa kwa hatua za kizuizi zilizochukuliwa na Rwanda. Na tukitamatisha habari za kimataifa, kuanzia Disemba 10 ya mwaka huu 2025, kampuni za mitandao ya kijamii zitakuwa na wajibu wa kuchukua hatua zinazofaa kuhakikisha kwamba watoto wenye umri chini ya miaka 16 nchini Australia hawawezi kuanzisha akaunti kwenye majukwaa yao na kwamba akaunti zilizopo zifutwe au kuzimwa. Serikali imesema marufuku hiyo, sera ya aina yake duniani iliyopendwa na wazazi wengi, inalenga kupunguza shinikizo na hatari ambazo watoto wanaweza kukabiliana nazo kwenye mitandao ya kijamii zinazotokana na vipengele vya muundo vinavyohamasisha kutumia muda mwingi kwenye skrini, huku pia vikionyesha maudhui yanayoweza kuharibu afya na ustawi wao. Utafiti ulioagizwa na serikali mwanzoni mwa mwaka huu ulionyesha kuwa 96% ya watoto wenye umri wa miaka 10 hadi 15 walitumia mitandao ya kijamii na kwamba 7 kati ya 10 yao walikuwa wamethibitishwa kuathirika na maudhui na tabia hatarishi. Tabia hizi zinajumuisha kutoka kwenye maudhui ya ubaguzi dhidi ya wanawake, video za mapigano, hadi maudhui yanayohimiza matatizo ya kula na kujiua. Mtoto mmoja kati ya 7 pia aliripoti kuathirika na tabia za ukandamizaji kutoka kwa watu wazima au watoto wakubwa, na zaidi ya nusu walisema kuwa walikuwa wahanga wa unyanyasaji mitandaoni. Shukrani sana al-akhi Zuberi Mgaya kwa taarifa hizo za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijahitimisha, tupate miongoni mwa yale niliyokuwasilishia siku hii ya leo.
Waziri Mkuu Daktari Mwigulu aagiza mkandarasi kukamatwa na kuzuia hati yake. JAI mkoani Kigoma waomba kuungwa mkono katika kusaidia jamii yenye uhitaji. Na katika habari za kimataifa, Australia yapiga marufuku mitandao ya kijamii kwa watoto chini ya miaka 16. Na mtazamaji, na kufikia hapo mimi nakuwa sina la ziada. Na siku na wakati mwingine kama huu ulikuwa nami Abdurrahim Salum Japande kuletea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa tulikuwa naye Al-Akhi Zuberi Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.